ilikuwa ni mambo leo. Na sasa nageukia katika kile kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo leo tunamzungumzia mchezaji anayekwenda kwa jina la Selemani Mwalimu, mchezaji ambaye amekuwa akizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii tangu siku ya jana. Mchezaji anaye trend. Ukiingia leo huko kwenye social media, habari 2 ya 3 unakuta ni Selemani Mwalimu. Ukipita habari 4 ya 5 unakuta ni Selemani Mwalimu. Kwa hiyo nikasema si vibaya nikaja nikajadiliana na familia yangu kuhusiana na hili swala ambalo linaendelea. Na kabla hatujaendelea, basi niwakumbushe tena ile barua ambayo klabu ya Wydad Athletic iliandika baada ya Simba kusema kwamba Selemani Mwalimu amesaini kwa mkopo mkataba wa mwaka mmoja kuichezea Simba. Wydad na wenyewe wakatoa tamko. Walitoa taarifa rasmi inayosema kwamba kufuatia taarifa iliyotolewa na klabu ya Simba ya Tanzania kupitia majukwaa yake rasmi, ambayo ilijumuisha habari zinazoeleza kuwa mchezaji Selemani Mwalimu ataendelea kuwa sehemu ya kikosi chake. Klabu ya Wydad Athletic inapenda kujulisha umma kuwa kilichoandikwa kwenye taarifa hiyo hakionyeshi hali halisi ya mkataba wa mchezaji huyo. Klabu ya Wydad Athletic imethibitisha kuwa haijasaini wala kuingia katika mkataba wowote wa mkopo au uhamisho wa muda unaomhusu mchezaji Selemani Mwalimu. Pia hakuna makubaliano ya aina hiyo kati ya klabu hizo mbili. Aidha, klabu inasisitiza kuwa mchezaji huyo bado ana mkataba halali na Wydad Athletic na yupo ndani ya mpango wa kikosi hicho. Atarudi kujiunga na timu katika hatua inayofuata kulingana na mpango uliowekwa na uongozi wa michezo. Na klabu ya Wydad Athletic inahifadhi haki zake zote za kuchukua hatua yoyote itakayoona inafaa kulinda maslahi yake, na inatoa wito kwa mashabiki wake pamoja na vyombo vya habari kutegemea taarifa zinazotolewa kupitia njia rasmi za klabu na kuepuka taarifa zozote zisizotolewa na vyanzo hivyo rasmi. Hii ni taarifa rasmi ambayo ilitolewa na ile klabu ya Wydad Athletic. Wanasema bado Selemani Mwalimu ni mchezaji wao halali. Mkataba bado haujaisha bwana. Niliona maneno ya Kiarabu nikasema hapana. Kwani nashindwaje kutafuta tafsiri yake? Mungu ni nani? Mara pap, tafsiri hii hapa. Okay, tugeukie sasa tumchambue huyu Selemani Mwalimu. Kama ulikuwa unamfahamu kidogo, basi tuangalie kwa mapana na marefu yake, mazuri yake. Namna anavyoweza kuchanga karata zake anapokuwa uwanjani. Kwa nini Simba na Wydad wanampigania? Kwa nini wanampigania? Na kwa nini Simba msimnunue tu jamani akawa ndo mchezaji wenu? Mbona mgombane kwa ajili yake? Ni nani huyu Selemani Mwalimu? Ni nani? Selemani Mwalimu ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wakitajwa sana katika mijadala ya usajili Tanzania kutokana na uwezo wake wa kucheza eneo la ushambuliaji na kuvutia timu zenye malengo makubwa. Ni mchezaji anayechukuliwa kuwa na thamani kwa sababu ya mchanganyiko wa uwezo wa kufunga mabao, kasi na nguvu katika mashambulizi, uwezo wa kucheza dhidi ya mabeki wagumu na umri ambao bado unampa nafasi ya kuendelea kukua. Hivi ni vitu ambavyo vinamfanya achukuliwe kuwa na thamani kubwa huyu Selemani Mwalimu. Katika soko la kisasa, mshambuliaji mwenye uwezo wa kubadilisha matokeo ya mechi huwa ni mali kubwa kwa klabu yoyote. Mali kubwa. Yaani ukiweza kubadilisha matokeo ya mechi, basi thamani yako imepanda, right? Kwa nini Simba Sports Club wanamtaka Selemani Mwalimu? Kwa nini? Sababu kubwa ni hitaji la kuwa na mshambuliaji mwenye uhakika wa kuzalisha mabao. Simba imekuwa ikipitia changamoto ya kupata mshambuliaji ambaye anaweza kuwa mfungaji wa mabao mengi msimu mzima, kuwa mchezaji wa mechi kubwa na kuwa mtu wa kuamua matokeo wakati timu imebanwa.
Simba inahitaji ushindani wa safu ya mbele kwa timu inayopambana Ligi Kuu Tanzania, kombe la FA pamoja na mashindano ya CAF. Simba inahitaji mtu ambaye anaweza akacheza huko na wakatarajia kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo haitoshi kuwa na washambuliaji wachache. Kocha anahitaji chaguo tofauti: mshambuliaji wa nguvu, mshambuliaji wa kasi na mchezaji anayejua kufungua ulinzi wa timu pinzani. Selemani Mwalimu anaonekana kuingia kwenye mpango huo. Hao ni kwa nini Simba wanamtaka. Tukirudi sasa, kwa nini Wydad na wenyewe wanamtaka Selemani? Wydad ni moja ya klabu kubwa Afrika yenye historia kubwa kwenye mashindano ya CAF. Na klabu kama Wydad mara nyingi hutafuta wachezaji wenye uwezo wa kucheza mashindano ya Afrika, kutafuta wachezaji wenye nguvu dhidi ya mabeki wa kiwango cha juu na kutafuta uwezo wa kuleta tofauti kwenye mechi ngumu. Wydad mara nyingi hutafuta wachezaji hao. Kwa hiyo sababu zinazoweza kuwavutia Wydad kumng'ang'ania Selemani Mwalimu ni kwamba ana sifa za mshambuliaji wa Afrika. Soka la Afrika linahitaji nguvu, linahitaji kasi, linahitaji uvumilivu na vile vile linahitaji uwezo wa kucheza kwa pressure. Kwa pressure. Hivi unakumbuka wakati unatafuta kazi kwenye CV yako, zile sifa kwenye zile sifa unakuta mtu ameandika anaweza kufanya kazi under pressure. Alafu bosi anakuja anakuambia hiyo kazi naitaka sasa hivi ndani ya dakika 5. Unasema bosi anazingua, bwana ulisema lakini CV yako inaeleza hivyo unaweza kufanya kazi under pressure. Sasa kupewa tu dakika 5 tayari unaona ni shida. Okay. Sababu nyingine ambayo inavutia klabu ya Simba na Wydad kumtaka huyu Selemani Mwalimu ni anaweza kuwa uwekezaji. Wydad inaweza kumuona kama mchezaji wa kusaidia kwa sasa na mchezaji anayeweza kuuzwa baadaye kwa thamani kubwa kutokana na sifa zake ambazo tumezieleza hapo mwanzoni. Na kwa nini Simba wanataka kumchukua kwa mkopo Selemani badala ya kumnunua? Kwa nini wanataka kumchukua kwa mkopo? Hapa ndipo kuna mjadala mkubwa. Kumchukua mchezaji kwa mkopo kunaweza kuwa na sababu kadhaa. Kwanza ni kupunguza gharama. Badala ya kulipa fedha kubwa za kumnunua moja kwa moja, Simba inaweza ikalipa ada ya mkopo, ikalipa mshahara na kupata huduma yake kwa muda maalum. Hii inasaidia klabu kusimamia budget. Right? Na sababu ya pili ni kumpima kabla ya kumnunua moja kwa moja. Hii ndio sababu ambayo inafanya Simba wamtake Selemani kwa mkopo badala ya kumnunua moja kwa moja. Kwa hiyo anaendana na mfumo wa kocha. Ni vitu ambavyo sasa wanataka kumpima, kuona kwamba tukimnunua anaendana na mfumo wa kocha, anaweza kufanya vizuri Ligi Kuu Tanzania na anaweza kuisaidia CAF. Kwa hiyo ni baadhi ya maswali ambayo klabu inakuwa inajiuliza na kusema tumsajili kwa mkopo ili kama anafiti basi tunamchukua moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya hapo wanaweza wakaamua kumnunua kabisa. Ushirikiano wa kibiashara. Wakati mwingine klabu kubwa hufanya mikataba ya mikopo kama sehemu ya mahusiano ya kimataifa. Inaweza kusaidia mchezaji kupata muda wa kucheza, klabu zote mbili kunufaika. Kwa nini hakukuwa na maelewano kati ya Simba na Wydad? Tatizo kubwa mara nyingi kwenye mikataba ya aina hii huwa ni thamani ya mchezaji. Wydad inaweza kusema mchezaji wetu ana thamani kubwa, hatuwezi kutoa kwa masharti mepesi. Au Simba wenyewe wanaweza wakasema kwamba tumpate kwa gharama nafuu na tuwe na nafasi ya kumnunua baadaye. Hapo ndipo mazungumzo yanakuwa hawa wanasema hawataki masharti mepesi, au wanasema wanataka wamchunguze ili wamchunguze, wajiridhishe kwamba yaliomo yamo. Kwa masharti ya mkopo, maswali yanayoweza kuchelewesha dili ni mkopo uwe wa miezi mingapi, Simba italipa kiasi gani, nani atalipa mshahara, Simba itakuwa na haki ya kumnunua, Wydad inaweza kumrudisha mapema. Ni baadhi ya maswali hayo, masharti ya mikopo. Kwa hiyo Wydad kutaka ulinzi na wa thamani yake, klabu inapomtoa mchezaji kwa mkopo huwa inaangalia asishuke thamani
na apate nafasi ya kucheza, arejee akiwa bora zaidi. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kitafuata kama hawatafikia makubaliano? Kuna uwezekano kadhaa. Chaguo la kwanza, Selemani Mwalimu kubaki Wydad. Kama hakuna dili, Wydad inaweza kuamua kumbakiza. Faida ni kwamba wanabaki na mchezaji wao, na hasara kama hapati nafasi ya kutosha, maendeleo yake yanaweza kusimama. Chaguo la pili ni kwamba Simba kutafuta mshambuliaji mwingine. Simba haiwezi kusubiri milele kuendelea kumsubiri Mwalimu, na dirisha likikaribia kufungwa wanaweza kuangalia washambuliaji wengine wa Afrika, wakaangalia wachezaji walioko ligi za nje, au wakaangalia wachezaji wa ndani na wakamsajili yule ambaye wanamtaka. Chaguo la tatu ni timu nyingine kuingia kwenye mazungumzo. Mchezaji mwenye uwezo wa kufunga mabao mengi huwa anavutia vilabu vingi. Na kwa nini hii vita ya usajili ina umuhimu? Vita ya usajili kwa sababu mshambuliaji bora anaweza kubadilisha msimu mzima kwa Simba. Tukimwangalia Selemani Mwalimu anaweza kuwa jibu la tatizo la mabao, na kwa Wydad anaweza kuwa sehemu ya mipango yao ya ushindani Afrika. Na kwa wachezaji, Selemani Mwalimu anahitaji mazingira ambayo atapata dakika nyingi za kuendelea kukua. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, katika hiki kipengele ni kwamba swala la Selemani Mwalimu si tu kuhusu mchezaji kuhamia Simba au kubaki Wydad. Ni vita ya thamani ya mchezaji, ni mkakati wa klabu, ni mahitaji ya kocha, na ni malengo ya mashindano ya Afrika. Kwa Simba kumpata ni kuongeza silaha ya ushambuliaji, na kwa Wydad kumpoteza bila masharti mazuri ni kupoteza mali yenye thamani. Swali linabaki kwako wewe, shabiki wa mpira. Je, Simba inapaswa kumpigania kumpata Selemani Mwalimu kwa gharama yoyote, au itafute mshambuliaji mwingine mwenye masharti rahisi? Kwako wewe unasemaje hapo? Hii ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji.